السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق والتفاسير وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن ملكه وطاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الوهاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث لأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. وصل على خير البرية الذي هو قدوتنا مع الآل والأصحاب الذين نالوا رضا ربنا، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إننا في استمرار تفسير سورة الفاتحة، وها نحن اليوم نشرع في تدقيق النظر إلى آياتها الثالثة، وهي كما قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. أيها المستمعون، وردت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. Baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma ambaye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuko katika mwendelezo wa tafsiri ya suratul Fatiha, na leo inshallah tutaingia katika kuiangalia kwa undani tafsiri ya aya ya 3 ambayo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika aya hiyo, maliki yaumiddin. Aya hii ni miongoni mwa aya ambazo zaonesha utukufu mkubwa na ufalme mkubwa na uwezo mkubwa wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitueleza kwamba hakika hii Qur'an imeteremshwa katika herufi 7, wal maqsudu biha awjuhi min at-tanawwu'i fi al-lafzi anzalaha Allahu taysiran 'ala al-'arab li ikhtilafi lahjatihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha Qur'ani kwa herufi 7, ikimaanisha kwa sampuli 7 ambazo zimesomwa kuisoma Qur'an. Anzalaha Allahu taysiran 'ala al-'arab, Mwenyezi Mungu aliiteremsha Qur'ani kwa mfumo huo kwa sababu ya kuwarahisishia Waarabu liikhtilafi lahajatihim, kwa sababu ya kutofautiana lahja zao, matokezi yao ya maneno. Wa hadha kana fi bidayati nuzuli al-Qur'an, hili lilikuwa ni mwanzo wa kuteremka Qur'an. Wa qad yakhtalifu al-lafdhu ma'a baqa'i al-ma'na, na mara nyingine temshi hutafautiana, lakini maana ikabakia ile ile ambayo ndiyo ya kawaida, au taqarubu, au yakakaribiana maana, mithlu ikhtilafi ba'd al-kalimat, mfano wa kutofautiana baadhi ya filma au harakat, au katika haraka au lahajat, hatta dhahara al-qurra'u as-sab'a. Hali hii ilipelekea kudhihiri wenye kusoma 7 ambao wameisoma Qur'ani, kila mtu ameisoma kwa namna alivyoifahamu na kwa namna ya lahja yake. Alladhina ishtaharu fi al-quruni al-ula lil-islam, wasomi wa Qur'ani hiyo ambayo walidhihiri mwanzo wa Uislamu. Wajamaahum al-Imam Ibn Mujahid, na aliwakusanya na akawataja al-Imam Mujahid wasomi hawa ambao walisoma Qur'ani kwa dini zao as-sab'a, katika kitabu as-sab'u fi al-qira'at, na hilo lilifanyika katika karne ya 4 al-Hijri. Wahum, na wao aliwataja ni Nafi' al-Madani kutoka mji wa Madina, Ibn Kathir al-Maliki kutoka Makka, Ibn Amir al-Shami, Ibn Amir kutoka Sham, sehemu za Dimishq, Abu Amr al-Basri min al-Busra kutoka Busra, Asim al-Kufi min al-Kufa kutoka mji wa Kufa, Hamza bin Ziyad, na huyu Hamza bin Ziyad min al-Kufa, na al-Imam al-Kisai min al-Kufa. Na pia zilikuwepo njia za wale ambao kwamba walikuwa wakisoma Qur'an, na njia ambayo ni mashuhuri sana, njia ambayo tutaitumia ni
Hafs, qiraa cha Hafs. واختلاف القراءات في الكلمة أو العبارة وردت قراءتان متواترتان، vilikuja visomo viwili ambavyo ni mutawatir, na vikaja visomo vingine ambavyo si mutawatir bali vimekuja ni katika mapokezi ambayo yamepokewa katika kuisoma aya hii Maliki Yaumiddin. Sehemu ya kwanza iliyosomwa Maliki Yaumiddin ni sehemu ambayo walisoma Asim, alisoma Al-Asim Al-Kufi min tariqi Hafsi, kutoka na njia ya Hafsi al-muntashira al-yawm, ambavyo ni kisomo ambacho kimetawanyika na leo chajulikana ulimwengu mzima. Sehemu ya pili ilisomwa aya hii Maliki Yaumiddin bila ya kuifuta mim, wa hiya qira'atu Nafi' al-Madani wa ghairihi, ni kisomo cha Nafi' al-Madani min sa'ir al-qurra'i, na wengineo kutokana na baadhi ya wale wasomi. Tunapoisoma Malik tadullu ala tamalluki wal ikhtisas, tunapoisoma kwa njia ya Malik basi inajulisha kwamba ni umiliki na kuhusisha. Tunapoisoma kwa njia ya Maliki tadullu ala sultan wal hukmi wal amri wal nahy, inajulisha kutoa nguvu. Ala sultan inajulisha juu ya nguvu, wal hukmi na hukmu, wal amri na kuamrisha, wal nahy na kukataza. Wa qila al-qira'atani sahihatani, na vyote namna vilivyosomwa visomo hivyo viwili vyote ni sahihi. Wal maana mutakamil, na maana imekamilika. Lianna Allaha malikun, kwa sababu Mwenyezi Mungu ukiangalia ni malik, sifa hiyo haikatai kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malikun likulli shay, ni mwenye kumiliki kila kitu. Wa malikun ala kulli shay, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemiliki juu ya kila kitu. Wa khasatan yaum al-qiyama, yaum al-qiyama, siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiyo malik, ambayo hiyo ndio tutakayoiona ndiyo tafsiri ya Maliki Yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Aya hii imesomwa kwa njia tofauti tofauti, wengine wakaisoma Maliki Yaumiddin na wengine wakaisoma aya hii Malaka Yaumiddin, wakaifanya malaka ni fi'li, ama wakaifanya jumla ni ya fi'li na fa'il na maf'ul. Malaka Yaumiddin. Tukiendelea kusiangalia riwaya, waqad rawa Abu Bakr ibn Abi Daud fi dhalika shay'an ghariban, haithu qala, amepokea kitu ambacho ni kigeni kwa namna amesema, hadathana Abu Abdurrahman al-Adrami hadathana Abdul Wahhab an Ali ibn al-Fadl an Abi Mutarraf عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكتوم صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أبو بكر وعمر سيدنا عمر وعثمان سيدنا عثمان ومعاوية وابنه نكيان معاوية يزيد بن معاوية
Maliki yaumiddin bila ya kuifuta mimi alikuwa ni Marwan. Qultu, nikasema Marwan indahu ilmu bisihha, akasema mpokezi, Marwan ni mtu ambaye kwamba ana elimu ya kusihi. Ma qara'ahu, kile ambacho amekisoma, lakini lam yattali alayhi Ibn Shihab, hakuiona riwaya hiyo au mapokezi hayo ya kusoma hivyo Ibn Shihab, wallahu a'lam. Kwa hiyo neno hili Maliki yaumiddin linao ushahidi kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nas. Utaona wengine wametegemea ayati kama hizo. Mwenyezi Mungu aliposema qul a'udhu bi rabbin nasi, sema ewe Mtume Muhammad, najilinda kwa Mola wa watu, malikin nas, mfalme wa watu. Kwa hiyo ikaeleweka kwamba waweza kusoma maliki na ikaeleweka kwamba waweza kusoma maliki. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema limanil mulku liyawma, akawa auliza limanil mulku liyawma, ni wanani mfalme hii leo, ambayo swali hilo litaulizwa yauma al-hisab, siku ya Kiyama. Kisha jawabu itakuwa lillahi alwahidil qahhar, ufalme siku hiyo ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mwenye kutendesha nguvu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neno lingine akatwambia qauluhu alhaq wa lahul mulk, neno lake Mwenyezi Mungu ni la ukweli, wala mulk, na ni wake yeye ufalme, katika suratul An'am. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala almulku yawmaidhin lirrahman, ufalme siku hiyo ni wa Mwenyezi Mungu. Wa kana yawman 'ala alkafirina asira, na iwe siku hiyo kwa makafiri ni siku nzito. Kwa nini iwe siku nzito? Hapo ndo utaona ule munasaba wa ile Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa takhsisu al-mulki bi yawmiddin, na kuikhasisisha na kuifanya kufanya ule ufalme uwe ni wa siku ya malipo, ya la yanfihi amma adahu, haikanushi kile ambacho kwamba ni tofauti na hicho. Liannahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin, kwa sababu tumeshatangulia katika habari kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rabbul alamin. Na ni kwa nini imehusishwa mfalme wa siku ya malipo? Ni kwa sababu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake ndio itakuwa ndio wa kusema, ndio wa kufanya, ndiye wa maamuzi siku hiyo, kama anavyotuashiria katika aya zingine, yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Kwa sababu siku hiyo ufalme ni wake, ni siku ambayo watu watasimama na malaika watasimama pamoja na malaika Jibril. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaika, siku atasimama Jibril na malaika wengine safa, watasimama hali kwamba wamepanga safu. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman, hatazungumza yoyote jambo lolote isipokuwa yule ambaye kwamba amepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kisha baada ya kutoa ruhusa, waqala sawaba, aseme jambo ambalo lina usawa. Yauma yati la takallamu nafsun illa biidhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la takallamu nafsun, haitokuwa yazungumza nafsi illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa yake. Faminhum, basi miongoni mwao waliosimama siku ya Kiyama, shaqiyun, kuna muovu, wa sa'id, na kuna mwema. In dalla ala maana, ikijulisha maana, maelezo haya yote yajulisha kwamba la yamliku ahadun fi dhalika al-yawmi ma'ahu hukman, hatomiliki yoyote siku hiyo ya Kiyama kumiliki pamoja na Mwenyezi Mungu hukumu yote. Hakuna atakayetoa hukumu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kamiliki fi dunia, kama kumiliki wao katika dunia. Leo hapo ulimwenguni wako waliomiliki, wako ambao wana kumiliki mambo fulani na wanatoa hukumu fulani, kutoa hukumu. Kuna ambao wanatoa hukumu za usawa, kuna ambao wanatoa hukumu ambazo si za usawa. Alhasil, leo hapo ulimwenguni wako wale kina Maliki ambao wamemiliki, lakini kumiliki kwao kutakoma hapa ulimwenguni. Kama walivyokuwa wakimiliki hapa ulimwenguni, siku ya Kiyama hawatakuwa na nafasi ya kumiliki, ambao ni siku ya malipo. Maliki yaumiddin, aya hii inajulisha ama inatafsirika na kufahamika annahu alqadir, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni muweza ala iqamatihi, juu ya kuisimamisha hiyo siku ya malipo. Wadhahir, na uwazi, annahu, kwamba amru wa shani la munafata baina hadha alqawli wa ma taqaddama, hakuna kilichopingana kati ya neno hili na yale yaliyotangulia katika Rabbul Alamin. Basi utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijieleza katika aya mbalimbali kwamba yeye ni mfalme, yeye ndio Malik, kama yeye ndio Malik. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa atueleza huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Yeye Mwenyezi Mungu huwa Allah, yeye Mwenyezi Mungu alladhi la ilaha illa huwa al-malik, yeye mfalme. Na pia imekuja katika sahihi mbili, Sahih Muslim na Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadithi katika daraja ya marfu', kwamba imepokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaqbidu Allahu al-ardha wa yatwi as-samaa biyaminihi, Mwenyezi Mungu ataikunja ardhi, ataichukua ardhi. Yaqbidu Allahu al-ardha wa yatwi as-samaa, Mwenyezi Mungu ataikunja ardhi na ataikunja mbingu saba, atazikunja mbingu saba biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia, kwa nguvu zake. Thumma yaqulu, kisha Mwenyezi Mungu baada ya kufanya hivyo, akikunje vitu vyote avilete pamoja, aseme ana al-maliku, mimi ndio mfalme. Aina mulukul ardh, wako wapi wafalme wa ardhi? Aina al-jabbaruna, wako wapi wale majabari ambao wakijifanya wao ndio wenye nguvu ala wajhi al-ardh? Aina al-mutakabbiruna,
fil Qur'ani, na katika Qur'ani wanatoshelezwa na aya ile ambayo tumeisoma, limanil mulku al-yawma. Jibu ni kwamba lillahi al-wahidi al-qahhar. Ndugu zangu Waislamu, amma tasmiyatu ghairihi fi dunya, ama kumwita asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu bimaliki, kumwita malik au bimaliki au kumwita malik, faala sabili majaz, ikiwa kuna njia ya kumwita mtu kama huyo, basi ni katika njia ya majaz. Faala sabili majaz, kama qala taala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe, inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, hakika Mwenyezi Mungu ameshamtuma kwenu nyinyi Talut malika, amemtuma hali ya kwamba ni malika na yeye amemiliki. Kwa hiyo katika ulimwengu upo uwezekano wa mtu kuitwa malik, na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha kwamba hilo ni jambo lawezekana, na akaanza yeye mwenyewe kuwaita baadhi ya viumbe ambao wako katika ardhi. Wa fi sahihaini mithlu al-muluki ala asirda wad-din, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, yaumaidhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq. Yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aonesha namna gani yeye siku ya kiyama atakuwa ndiye mfalme. Limadha khussa yawmuddin bidhikri, kwa nini imehusishwa kutajwa haswa yawmuddin, maliki yawmuddin, mfalme wa siku ya malipo? Kwa nini isiwe ni mfalme wa siku zote? Kwa nini imehusishwa kwamba ni mfalme wa siku ya malipo, mbali na kwamba haina pingamizi, hakupingani kati ya Rabbul Alamin na Maliki Yawmiddin? Sababu ni tatu au zaidi. Liannahu huwa al-yawm alladhi yadhharu fihi mulku Allah, kwa sababu hiyo siku huwa al-yawm alladhi yadhharu fihi mulku Allah, siku ya Kiyama ndio siku ambayo tutayaona yale madhahiri ya mulku Allah, yale madhahiri ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo hata tunapoelezwa kwa dini gani, leo hata tunapoelezwa kwa vitabu gani, leo hata tunapoelezwa kwa tafsiri gani, hatuioni ile madhahiri ya ufalme wake, ule uwazi wa ufalme wake, isipokuwa siku ya Kiyama ndio siku ambayo kwamba yadhharu fihi mulkullah wa milkuhu, na kule kumiliki kwake dhuhura tama, kutadhihiri, kila mtu anaona kwamba kumbe ufalme wa Mwenyezi Mungu ndio huu. Huu ndio utendakazi wake Mwenyezi Mungu, bila munazi, bila ya kupatikana mtu mwenye kupinga. Sababu nyingine, liannahu tanqati'u fihi da'awi al-muluki wal-jababira, siku ambayo kwamba yatakatika madai yote ya wale ambao kwamba wakidai ufalme. Kila ambaye alikuwa akidai ufalme, siku hiyo hana tena kusema mimi ni mfalme. Na wale wote majabari, wale wote watu wa vibri, siku hiyo vibri vyao vitakatika. Wale wote ambao walikuwa wakijiona wao ni wakubwa, siku hiyo ukubwa wao utakatika. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaileta aya hii maliki yawmiddin. Waliannahu, sababu nyingine, yathbutu fihi al-'adlu al-kamil wal-jazaa al-haq,
Itathubutu siku ya Kiyama uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao umekamilika. Utadhihiri, kila mtu ataona kumbe huu ndio uadilifu uliokuwa ukizungumzwa siku nyingi ala wajhi al-ardh, siku ambayo kama tulivyoambiwa kwamba ala al-kafirina asira, kwa makafiri itakuwa ni siku nzito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukimalizia ikawa aeleza yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ni siku ambayo dhalim alladhi dhalama nafsahu, ambaye kwamba ameidhulumu nafsi yake bilkufri walmaasiya, ambaye kwamba ameidhulumu nafsi yake akaitendea mabaya kwa kufanya ukafiri na kufanya maasia. Yaaddu dhalim ala yadayhi, atauma aliyeidhulumu nafsi yake, atauma mikono yake miwili. Yakulu, akisema ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, natamani ningelikuwa nimefanya njia, nimeichukua njia ile iliyokuwa imefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqil, na imesemekana aya hii nazalat fi rajulin min mushriki Makkah. Aya hii iliteremkia mmoja katika mushrikina wa Makkah, lakin al-ibratu bi umumi al-lafdhi la bi khususi sabab. Ibra, mazingatio ni kuenea lafdhi, la si kuenea sababu. Sababu yaweza kuwa ni ya huyu mtu mmoja, lakini siku ya Kiyama kila mtu atakwenda kujuta na kukifanya kitendo ambacho angeweza kukifanya yule mmoja. Hii ndiyo maana ya maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Huwa al-maliku al-haqiqiyyu li yawmi al-qiyama la yumliku ahadun shay'an illa biidhnihi. Yeye ndiyo mfalme wa kiuhakika siku ya Kiyama, wala sikubahatisha. Li yawmi al-qiyama, kwa ajili ya siku hiyo ya Kiyama, kwa ajili ya kutoa hukumu siku hiyo ya Kiyama. La yamliku ahadun shay'an illa biidhnihi, hatomiliki yoyote jambo lolote isipokuwa kwa idhini yake. Atakapompa mtu ruhusa kuwa na jambo lolote, ndipo hapo sasa mambo yataenda na mkondo wake. Siku ambayo al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, siku ambayo watakapopata nafasi ya kuzungumza, watakapokuwa wakizungumza kukanusha walioyafanya hapo ulimwenguni, Mwenyezi Mungu ataifunga midomo yao. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo twaifunga midomo yao. Wa tukallimuna aydihim, mikono yao ndio itatoa ushuhuda na kuzungumza. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, na miguu yao itatoa ushahidi bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya hapa ulimwenguni. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuulize, baada ya kutoa ushahidi miguu yako na baada ya kutuzungumzia mikono yako, kuna lingine la kusema? Mwanadamu atakosa la kusema, kwa sababu hapo ndio mwisho wa maarifa yake, na ndiyo maana ya maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Hauna njia ya kumshokoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauna njia ya kukwepa hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukishahukumiwa kwamba wewe ni motoni, basi itakuwa hivyo. Hautamshinda Mwenyezi Mungu kinguvu, wala hautamshinda Mwenyezi Mungu kimaarifa, wala hautamshinda Mwenyezi Mungu kihoja.
pale atakapokuwa amweleza mwanadamu baada ya kuona kitabu chake namna kilivyoandikwa. Mwanadamu atamwambia Mwenyezi Mungu, nuridu shuhuda min indina, twataka mashahidi ambao watoka kwetu sisi. Wewe umetuletea kitabu kimeandikwa, maana ingawa huyu aliandika kitabu hichi amenionea, umesema malaika fulani na malaika fulani wameandika, kwenda ikawa amenionea. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfunga kummaliza katika hoja zake, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ili ule ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe umekamilika kila upande, si upande wa hoja iwe ufalme umekamilika, si upande wa nguvu iwe ufalme umekamilika, si upande wa kutoa hukumu iwe ufalme umekamilika. Mpaka hapa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kesho inshallah darasa yetu itakuwa ikiendelea iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na tutaona mazito na mengi ambayo yataelezwa katika aya hiyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe uzima na nafasi ya kuhudhuria kesho ili tupate kuendelea na darasa letu. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab.